Makos. Sasa tuelekee hadi kaunti ya Kakamega kwa William Makosi. Wamiliki wa ardhi pamoja na wakazi wanaozunguka uwanja mdogo wa ndege wa Shinyalu ambao unaendelea kufanyiwa ukarabati wamewalaumu wanasiasa kutoka maeneo hayo pamoja na serikali ya kaunti ya Kakamega kwa kuingilia na kuharibu mpango wa serikali kuu wa kuupanua uwanja huo jinsi walivyoahidiwa na Rais William Ruto. Aidha, wamepuuzilia madai kuwa walikataa kuondoka kwenye mashamba yao ili kutoa nafasi upanuzi wa uwanja huo. William Makosi anaarifu. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Philip Mulochi, wamepuzilia madai kuwa walikataa kuondoka kwenye mashamba yao ili kutoa nafasi ya upanuzi wa uwanja huo, wakilaumu viongozi walioongoza mkutano wa kupata maoni kutoka kwa wenye mashamba kuwa walikataa kuondoka, kiwataka kutoingiza siasa zinazoendelea kwa wachimba migodi eneo la Ikolomani kwa mradi huo, kwa kuwapotosha wananchi kuwa watanyang'anywa ardhi zao. Mheshimiwa Senator Khalwale alikuja na timu ya valuers, wakafanya valuation ya mali ya mashamba zetu, mahali walikuwa surveyor wamepima, lakini hatukupata hiyo report. Instead, leaders wetu wa Kakamega walikusanyika na wakaandika memorandum, wakasign ya kusema ya kwamba valuation ambayo walifanya ilikuwa juu sana, serikali haina pesa ya kulipa. Induli realized wale wanafanya valuation si wa national government, si wa Kenya Airports Authority, ni watu wa county government. Kiwanja yetu ya Kakamega tulikuwa tunataka ifanywe expansion, na hii kiwanja itasaidia watu wa Kakamega. Alafu imekuja ya kwamba wanataka kupima quota. Wanataka Rais William Ruto pamoja na aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Ambeto Oparanya, ambaye alitua uwanja huo, na kutaka kujua ni kwa nini uwanja huo unakarabatiwa badala ya kujengwa upya, kuingilia kati na kusimamisha shughuli zote zinazoendelea hadi waelezwe ikiwa uwanja huo utapanuliwa kwa kujengwa upya au la. Na kiwanja Bwana Samuel Ruto, kiwanja Kakamega uingilie ndani kama national government. Ukarabati wa uwanja huo unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu na kufunguliwa rasmi na Rais William Ruto, ambaye alitoa zaidi ya shilingi milioni 400 kwa minajili ya kukarabatiwa, jambo ambalo wakazi wanasema halitakuwa na faida kubwa kwao. Kuna wengine wanaweka rumors ya kusema ati wenye mashamba wamekataa. Hao ni watu ambao hawataki maendeleo kwa hii area. Wanataka wafanye mambo kama ile ilifanyika Ikolomani. William Makos, NTV, Kakamega.